Ziara yangu imekusudia kuja kuangalia utekelezaji hasa wa uzingatiaji wa viwango vya kazi. Nitoe maelekezo tena kuhakikisha waajiri wote wanazingatia masuala ya afya na usalama wa wafanyakazi kwa kuwapa vifaa vya kuwakinga na vihatarishi, na hii itaepusha sana ajali nyingi. Lengo langu, nataka hizi ajali ambazo tulizipoti kwa mwaka uliopita kanda ya Ziwa ambazo tulibaini 1289 ikiwezekana zinakuwa sifuri, kuhakikisha kwamba Watanzania, nguvu kazi ya Watanzania, na tunapoanza utekelezaji wa dira 2050 tuwe tumeilinda nguvu kazi yetu ili iweze kushiriki vema katika kuijenga nchi yao na katika kutekeleza dira ya maendeleo ya 2050. Lakini pia niwasisitize juu ya mikataba ya kazi. Mhakikishe kwamba wafanyakazi wenu wote wawe na mikataba ambayo inazingatia viwango sahihi vya kazi, kwa sababu bila kuzingatia mikataba, mwisho wa siku tumekuwa na vijana wengi au Watanzania wengi wanakosa haki zao. Kuna kwa tabia baadhi ya waajiri wanawapa watu kazi za kudumu zaidi ya mwaka mmoja, miezi kadhaa, lakini hawana mikataba, na lengo la waajiri hao wanakwepa kupeleka kwanza michango kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii ikiwemo WCF, na baadaye mfanyakazi anapopata madhara yoyote anakuwa hana wa kumsaidia. Lakini kumekuwa na baadhi ya waajiri wanajichukulia uamuzi wa kuwalipa wenyewe. Mfanyakazi akipata ajali anasema njoni kupe fedha kidogo, usiripoti mahala popote. Naomba nitoe rai kwa waajiri wote. Kwanza, wafanyakazi wote wenye mikataba kuhakikisha kwamba waajiri wamejiunga na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF na wanapeleka michango, kwa sababu mfuko huu umeanzishwa kisheria na una zaidi ya sasa miaka 10 kwa ajili ya kuhudumia wale wafanyakazi wanaopata madhara wakiwa maeneo ya kazi. Kwa hiyo jukumu hilo la kukubaliana na mfanyakazi mnamalizana, kwanza ni kumkosea haki, ni uvunjaji wa sheria. Hakikisha kwamba kupitia chombo ambacho kimewekwa kisheria anaweza kupata haki zake na anaweza kupata mafao yake kulingana na sheria ilivyo. Kwa hili nalisisitiza kwa umuhimu wake, na tutaendelea kufanya ufuatiliaji, na kuanzia mwaka wa fedha tutakaoanza tarehe 1 mwezi wa 7 kwa mwaka wa fedha 2026/27 tutakuwa na kampeni kabambe, kwanza ya kuwatambua waajiri ambao hawataki kujisajili kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii kwa maana ya WCF, NSSF, kupeleka michango yao. Lakini pili, kukagua uzingatiaji wa viwango vya kazi, kuhakikisha waajiri wote wanazingatia viwango vya kazi. Lakini tatu, kuhakikisha waajiri wote wanazingatia amri ya kima cha chini cha mshahara ambacho kilitangazwa mwezi Januari 2026. Kuhakikisha kwamba wanazingatia, kila sekta imepewa kiwango chake. Tutapita kukagua, na kwa wale watakaothibitika hawajaanza kuzingatia kiwango hiki cha kima cha chini cha mshahara, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, kwa sababu ni ukiukwaji wa sheria za nchi. Tunapenda kuipongeza wizara yako kwa kuwa na mifumo mizuri ya NSSF portal, WIMS, WS portal ambayo tumekuwa ikitokea changamoto yote ya mfumo imekuwa ikitupatia majibu kwa haraka, na pia wafanyakazi kutoka idara ya kazi wamekuwa ni washauri wazuri wa kutoa elimu na awareness katika maeneo yetu ya kazi. Tunaendelea kuimarisha mazingira bora ya kazi kupitia ushirikiano mzuri kati ya viongozi na wafanyakazi, mawasiliano ya wazi na mifumo ya kujishughulisha changamoto za kikazi kwa haki na uwazi. Wafanyakazi wetu wote wana mikataba ya ajira inayotambulika kisheria, mishahara yao hulipwa kwa wakati, na michango ya hifadhi za jamii pamoja na mafao mengine ya kisheria huwasilishwa kwa wakati katika taasisi husika, yani NSSF, WCF na NHIF. Haki za wafanyakazi zinazingatiwa kwa mujibu wa sheria za kazi za nchi yetu.